pamoja na kukiri uwepo kwa vitendo vya uhalifu mkubwa, tume haijabainisha nani walihusika wala kutoa mapendekezo ya hatua za kisheria dhidi yao, jambo ambalo lilikuwa kwenye hadidu zao za rejea. Kwa hiyo tutarajia tume ituambie, sio tena iseme kama ilivyofanya. Vile vile ukosefu wa uwajibikaji. Tume imekwepa kueleza kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu na badala yake kuelekeza lawama kwa watendaji wa chini, jambo ambalo TLS haikubaliani nalo. Tumeona tume ikijaribu kuonyesha kwamba polisi akipewa silaha anatakiwa aitumie ile silaha kikamilifu, akifanya vinginevyo yeye anawajibika personal. Sasa iliendaje kule tume bila kutuambia viongozi walioruhusu watoke na zile silaha kwenda kwenye zoezi la uchaguzi? Nini kilitokea? Watu waliotekwa, nini kilitokea? Haya ni maeneo ambayo tume ilitakiwa kuja na majawabu, lakini badala yake hakuna kitu cha msingi ambacho umma ulikipata. Jambo lingine ni mkanganyiko wa kitakwimu. Takwimu za tume zinatia shaka, hususan baadhi ya maeneo ni kwamba ukilinganisha vifo, ukilinganisha majeruhi na baadhi ya maeneo yanayotajwa na baadhi ya maeneo kutokutajwa kabisa, ambayo yalionyesha kulikuwa na hali kubwa ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano na ushughulikiwaji wa waandamanaji. Kwa hiyo tulifikiri kwamba ili changamoto za kitakwimu zinatakiwa zifanyiwe kazi ili ziweze kureflect ukweli wa kile kilichojiri.